Uislamu ni dini ya matendo. Haitoshi kwa Muislamu awe amesalia tu mavazi ya kuashiria kwake yeye ni Muislamu, halafu mbali na kuwa kwake yeye kuvaa mavazi hayo matendo yakao hayaonekani. Matendo anayoyafanya hayana tofauti na matendo yasiyokuwa Muislamu. Basi tufahamu ya kuwa Muislamu kama huyo namna anavyojiweka, basi huenda akawa yeye ni Muislamu jina, lakini akawa si Muislamu kamili. Uislamu ni dini ya matendo, na Uislamu ahibati fillah umegawika katika makundi makuu mawili. Kuna wale ambao kwamba waliobebwa na Uislamu, na hawa ni watu gani? Ahibati fillah, watu waliobebwa na Uislamu, na huu ni ule Uislamu ambao kwamba utakaowaona watu wamejiweka vizuri, wamejiweka kwa status nzuri na kuvalia mavazi ya heshima, kujilisha kwa wao ni Waislamu, ama kwa kuvaa yale mavazi na kuanza kuabudu kwa misimu, wanaabudu Ramadhani mpaka Ramadhani, Idi mpaka Idi, Ijumaa mpaka Idi. Hawa ni wale ambao kwamba waliobebwa na Uislamu. Lakini kuna wale ambao kwamba Uislamu wao walioufanya kuubeba, kwa maana ya kuwa ule Uislamu walioibeba kwa itikadi yao, wakaubeba Uislamu kwa namna inavyotakikaniwa, ibada zikawa haziwapiti, mambo ya kheri yakawa hayawapiti. Hawa ni wale ambao walioubeba Uislamu. Sasa tujiangalie ndugu zangu wema katika imani, tuko wapi katika makundi haya mawili? Je, sisi tuko katika wale ambao kwamba waliobebwa na Uislamu, kwa maana Uislamu umefanya kwa ajulia, wamezaliwa katika Uislamu lakini matendo ya Uislamu hayafati? Ama tuko katika wale ambao kwamba hawakubarikiwa, hawakujaliwa kuzaliwa katika Uislamu, lakini Mwenyezi Mungu akapatia hidayah, wakaja kuongoka, wakasilimu, wakaja wakaufanyia kazi Uislamu, wakawa ni wenye kujifundisha zaidi Uislamu, mpaka wakaja kuwapita wale ambao kwamba waliozaliwa katika Uislamu. Na haya ndugu zangu wema katika imani, wallahi tumeshuhudia kuna watu waliozaliwa katika Uislamu, lakini matendo wanayoyafanya sio matendo ya Uislamu, wanafanya matendo yasiyokuwa ya Uislamu. Ukiwaambia anakuambia utaniambia nini mimi nimezaliwa mbele yako, familia yangu ni Waislamu, wazee wangu ni Waislamu, familia yote ni Waislamu, utaniambia kitu gani ambacho kwamba mimi sikijui? Lakini mtu kama huyu alizaliwa na Uislamu. Kuna yule ambaye kwamba hakujaliwa, hakupata hiyo neema ya kuzaliwa katika Uislamu, lakini Allah alipompatia hidayah ya kuweza kusilimu, ya kuweza kuwa Muislamu, basi akaja kuongoka na akaufanyia kazi Uislamu, akajitahidi mpaka baadaye akaja akalingania watu, akawatoa watu katika giza, akawapeleka watu katika nuru. Haya ni mambo ambayo kwamba ndugu zangu wema katika imani tumeyashuhudia.